Mnamo tarehe 17 Agosti 1891, jeshi la Wahehe chini ya uongozi wa Chifu Mkwawa lilipambana na majeshi ya Kijerumani yaliyoongozwa na kamanda Emil von Zelewski katika vita ya Lugalo. Katika vita hiyo, Wahehe walitumia mbinu za kivita za kujificha na kushambulia kwa ghafla na kufanikiwa kuwaua zaidi ya askari 300 wa Kijerumani, wakiwemo maafisa waandamizi. Kamanda von Zelewski aliuawa kwa kupigwa mkuki na baadaye kupigwa nyundo kichwani, kitendo kilichopelekea kaburi la pamoja walilozikwa yeye na askari wake kuitwa kaburi la Nyundo. Kaburi la Nyundo ni kivutio cha utalii wa kihistoria na kitamaduni. Watalii wa ndani na nje ya nchi hutembelea eneo hili kujifunza kuhusu historia ya mapambano ya Wahehe dhidi ya wakoloni. Aidha, eneo la Lugalo lina mapango ya Ipomo na maeneo mengine ya kihistoria yanayoweza kuendelezwa kwa ajili ya utalii. Zuberi Sulemani Uitala maarufu kama Mlipano Mtikapangonde Magamba Mangifidu Ndasa Kangambu Milimbogolo Hagamila Kitoa Mpalata mwa Uitala. Tumefika hapa huu mnara tunaouona ndio mnara ambao ulijengwa baada ya Chifu Mkwava Mkwavinyi kama hinya ilimwiganga mkalikuva gosi kuvadala tage matenengo kuonyesha ushujaa wake mbele ya wazungu wa Jerumani wakitoka Ujerumani na kutaka kuja kumpiga wamtawale katika nchi yake. Lakini Mkwawa alikuja kuwawekea ambush hapa. Alipopata taarifa kwamba Wajerumani wanakuja, wapo wameonekana sehemu za Kilosa Morogoro, alipata taarifa kupitia kwa kikosi chake maarufu cha mawasiliano ambacho kilijulikana kwa jina la Wanyigendo, na kikiwa kinashirikiana kikosi chake cha wapelelezi waliojulikana kwa jina la Wanyamapelela. Kwa hiyo baada ya kutupata taarifa kwamba Wajerumani wanakuja kumpiga Mkwawa, wale Wanyigendo walitoka kule Kilosa Morogoro wakikimbia kwa spidi sana, lakini walikuwa na vituo vyao njiani wakiachiana. Akifika kituo cha Mwezia na mwachia mwenzake taarifa, Mwezia anakimbia kama mchezo wa vijiti ule wanavyokimbia. Kwa hiyo walipofika kwa Mkwawa akampa taarifa kwamba Wajerumani tumeona wanakuja kushambulia, ambao walikuwa wameleta taarifa kutaka kuja kutawala nchi yetu. Basi Mkwawa aliondoka na kikosi chake cha wapiganaji waliojulikana kwa jina la Vamalavanu pamoja na Wanyakilambo. Basi aliondoka, lakini alipofika eneo hili aliambiwa kwamba Wajerumani wapo jirani sana, si muda mchache watakutana. Ndipo Mkwawa akaambia, jamani tufieke haraka njia. Wakafieka njia hii haraka. Baada ya kufieka akawaambia askari wake laleni pembeni, wakachukua majani wakawafunika wale askari waliolala mle pembeni mwa ile njia. Kisha akampa askari mmoja bunduki gobole, akimwambia kwamba ukiona Wajerumani vikosi vyote vimeingia katikati ya uwanja wa mapambano, mpige huyu wa mwisho, ili ile mlio wa risasi itakuwa ni ishara ya hao waliolala chini wainuke kuwashambulia maadui. Lakini kwa bahati mbaya Wajerumani walipofika eneo hili waliweza kuingia kikosi cha kwanza. Kikosi cha pili kabla hakijaingia, yule mkuu wa kikosi cha Kijerumani ambaye ndio mwenye jina limeandikwa hapo kubwa, Emil von Zelewski, alimuona bata anakunywa maji, alichukua bunduki na kumshuti yule bata. Baada ya kumpiga yule bata, Wahehe walidhani ile bunduki kapiga mwenzao waliokuwa juu ya mti ambaye alijulikana kwa jina la Chavalamasigi. Kwa hiyo walinuka wote na kuwashambulia Wajerumani. Wajerumani waliingia pale 310, hata mmoja hakutoka, pamoja na mwenyewe Emil von Zelewski. Aliposikia ule mchakato wakati watu wanainuka juu, alihisi labda bata wengi wameruka kwa angani, na kaangalia angani, mara ghafla akashangaa farasi wake anapiga kelele ameshapigwa mkuki. Baada ya kushtuka kugeuka hivi, anamuona mzee mmoja aliyeitwa Mwangamemile Mwampunza akiwa tayari kishamuonyesha mkuki kumpiga, lakini yule Mwangamemile alikuwa na ngao yake, alikuwa amechuchumaa, alafu ngao akawa ameipandisha juu. Yule mzungu alipiga ngao akijua anampiga yule askari wa Mkwawa, lakini kumbe akawa amemkosea, amepiga ngao. Basi kwa sababu farasi wake alikuwa anamsumbua, kishapata maumivu ya mkuki, aliamua yule kuruka yule farasi akitegemea anakuja kumduia sasa huyu aliyempiga farasi wake. Lakini bahati mbaya aliporuka juu ya farasi, alikuja kakalia mkuki. Yule bwana mkuki alikuwa ameusimika chini, akaja kaukalia. Basi moja kwa moja yalikuwa ndio mauti ya kiongozi wa Kijerumani Emil von Zelewski. Baada ya hapo
Mkwawa aliweza kuwa amechukua ushindi, na miongoni mwa maaskari wake waliweza kushangilia kuwa vita imeisha, lakini aliyekuwa mbali na lile eneo, alikuwa juu ya mti, aliona mbali kwamba kuna Wajerumani wengine wanakuja, kikosi cha pili, ndio akawaambia askari kwamba tusishangilie, bado vita inaendelea, kuna kikosi kinakuja tena kikubwa na kinaonekana kina silaha nzito sana. Kwa hiyo askari wa Mkwawa wameshaua maaskari wengi wa Kijerumani damu, maana ukishachaji kuona damu ya adui, basi unakuwa wewe ni kama unahesabu ushindi tu. Kwa hiyo walikwenda moja kwa moja kwenda kupambana na Wajerumani. Wajerumani wakitumia silaha nzito kama mizinga na bombomu, basi waliweza kuua askari wa Mkwawa 300, na ndipo hapo Mkwawa aliposhtuka na kuambia, na sasa naomba mnitangulizie askari wale waliokula dawa za liambambalo, yani hizo ni bulletproof, ukipiga risasi hazingii, na mara nyingi sana risasi zinakuwa kama zinawakwepa ama kutokana na hayo madawa. Basi walipoanza kwenda wale, Mjerumani kila kipiga naona jitu linakuja tu, akamwambia hawa sio watu, labda ni mashetani tu. Kwa hiyo Mjerumani aliamua kuanza kukimbia. Wakati anakimbia Mjerumani, Wahehe walitumia mishari wakiwarushia kwa mbali, wakafanikiwa kuua Wajerumani 190. Wakawakamata majeruhi 10 ambao walikuwa tayari wameshindwa au wameshaumia, wakawarudisha uwanja wa mapambano. Lakini baada ya kufika uwanja wa mapambano, kuangalia namna ndugu zao walivyokufa pale, mpaka makamanda wa Mkwawa Simba Lumoto na Ngosi walifia hapa. Basi kwa hasira wale wazee wa Kihehe askari waliua Wajerumani wote 10, wakaondoka na mizinga 10 ya Kijerumani pamoja na bunduki ndogo ndogo walizokuwa wametembea nazo Wajerumani, wakaelekea alipokuwa Mkwawa amesimama. Baada ya kufika pale, Mkwawa aliwauliza, nilikuwa naona mnakuja na watu kama weupe, wako wapi? Wakasema tumeua. Akasema mmefanya makosa, nilitegemea wale watu wangeweza kutufundisha matumizi ya hizi silaha. Kwa hiyo baada ya hapo waliweza kusameheana na kuondoka na silaha kurudi nazo kule Kalenga. Lakini Wajerumani walikaa kutoka mwaka 1891, hapo walirudi tena kuja kumshambulia mwaka 1894. Hapo wakapita njia nyingine, walizunguka sasa msitu wa huko ya Sawili, walizunguka akitembea usiku mchana na lala, mpaka wakaenda kuingia kwenye mji wake wa Mkwawa. Kwa hiyo baada ya Wajerumani kufanikiwa kumpiga Mkwawa hiyo vita ya pili, ndipo wakaja kukusanya mifupa ya ndugu zao ambao ilikuwa imeliwaliwa mingine na fisi na nini, wakakusanya wakaamua kuizika yote eneo hili. Ndipo wakaandika pale yule mkuu aliyekufa pamoja na makamanda wake. Walioandikwa hapa ni viongozi tu, lakini jeshi lilo la askari ya Kijerumani waliopoteza maisha hapa ni wengi sana. Wajerumani peke yao wanafika 500, alafu wa Sudani na watu waliotokea huko pwani waliokuwa wameunganishwa na Wajerumani, jumla lilifika wanajeshi 3000, wote walipoteza maisha hapa. Kwa hiyo hili ndio kumbukumbu ya kaburi la Emil von Zelewski na pamoja na makamanda wake ambao waliweza kuzikwa mifupa yao hapa baada ya Wajerumani kuja kufanikiwa kumtoa Mkwawa katika himaya yake. Kwa hiyo hii ni historia fupi ya kaburi hili la Nyundo, mkuu wa kikosi cha Kijerumani. Eneo la Lugalo lina historia tajiri inayohusishwa na mashujaa wa zamani wa kabila la Wahehe chini ya uongozi wa Mtemi Mkwawa. Lugalo lilikuwa uwanja muhimu wa mapambano kati ya Wahehe na wakoloni wa Kijerumani mwishoni mwa karne ya 19, na hapa ndipo chanzo cha jina Lugalo kuhamishiwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Eneo hili linaitwa eneo la Lugalo, limetokana hilo jina Lugalo. Hapo chini bondeni palikuwa zamani pana kama kajito kamaji kanapitisha vimaji, ambavyo vile vimaji vilikuwa vina asili, ukinywa vilikuwa vinalewesha, kama vilikuwa vinatoka kwenye miti, ambayo miti ile ilikuwa kama ina sumu fulani. Watu wakinywa walikuwa wanajisikia kama kulewa, wakawa wanasema lulenga lulu igasa. Kwa hiyo kusakugasa baadaye wakaita Lugalo, kwa sababu kile kimto kina asili ya kulewesha ambacho kilikauka baadaye. Kwa hiyo kutokana na hilo jina ndio kaitwa eneo la Lugalo. Lakini hapa tulipo panaitwa Nyundo kutokana na huyu bwana Emil von Zelewski, walimuita Nyundo kutokana na mamlaka yake na maamrisho yake. Alikuwa anaweza kutoa hukumu kwa watu wakati fulani kwa kuwatandika nyundo kutokana na makosa aliyoyafanya, ndio wakampa hilo jina kwamba aitwe Nyundo. Na lile tunaona pale Dar es Salaam kuna jina moja linaitwa Lugalo. Lile jina la Lugalo pale Dar es Salaam maana yake limetoka hapa
ndio likapelekwa kule kwa sifa ya Mkwawa, kutokana na Mkwawa kuwashinda Wajerumani eneo hili la Lugalo. Kwa heshima ya kumuenzi Chifu Mkwawa, wakaona hili jina Lugalo lipelekwe kule. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii kama YouTube, Instagram, TikTok na X kwa jina la Panorama Update. Hii ni Panorama TV.